shukrani za pekee kwa uongozi wa wizara hii ya nishati chini ya Mheshimiwa Deogratius Ndejembi Mbunge, waziri wetu wa nishati, pamoja na mkurugenzi wetu ambaye yuko pamoja nasi hapa, anayetuongoza TANESCO kiufundi, na management yako yote, wa kunialika kuja kushiriki tukio hili muhimu ambalo naambiwa ni la kipekee kwenye historia yenu ya makongamano haya. Limewaleta pamoja wanawake kutoka mikoa yote nchini Tanzania. Hakika hili ni tukio kubwa la kipekee sana, tujipigie makofi wote. Nami nimejionea kuwa hili tukio ni wazo zuri sana ambalo linalenga kutangaza na kukuza matumizi ya nishati ya kupikia, hasa hii ya umeme. Kongamano hili ni muhimu sana sababu linagusa moja kwa moja afya zetu sisi wanawake, ustawi wa familia zetu, maendeleo ya uchumi wa kaya na uhifadhi wa mazingira, na mwisho wa siku tunapata mazingira bora kama taifa, tunapata ustawi wa familia zote kwa ujumla wao, inakuwa ni nguvu ya kitaifa, na afya za taifa kwa ujumla kwa upande wa wanawake zinakuwa zimeboreshwa. Maana yake nini? TANESCO ina mchango mkubwa sana kwa maendeleo endelevu ya taifa hili. Niseme kongamano hili limekuja wakati mwafaka, tukielekea kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake duniani tarehe 8 Machi 2026. Hivyo niwatakie heri ya siku ya wanawake duniani. Mimi naenda kwenye mkutano wa wanawake duniani New York tarehe 9, naenda kuwaeleza sisi bwana TANESCO kule imeupiga mwingi na iko katikati ya safari ya kuelekea TANESCO oye! Haya ndio mambo Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyataka siku hiyo alipokuwa anazindua mkakati wa nishati safi kuelekea kufikia 80% mwaka 2000 huko na 34. Nilikuwepo. Hichi kinachoendelea, ndugu mkurugenzi, kinaakisi ulimwelewa Mheshimiwa Rais kwamba anataka kuwafikisha wanawake, achilia mbali taifa na wanawake, lakini nilijua bila TANESCO kukaa kwenye msingi wake imara wa kwenda mbele hatutafika. Mmemtendea haki Mheshimiwa Rais. Makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Takwimu zinaonyesha kuwa takribani 81.5 ya kaya nchini hutumia nishati ya kuni na mkaa kama nishati kuu ya kupikia, ambapo matumizi ya kuni ni 55.5 na mkaa 26%. Jamani, hebu angalieni takwimu. Kweli Tanzania yetu hii mwaka 2022 81.5 ya kaya nchini ziwe zinatumia nishati ya kuni na mkaa. Si majanga haya jamani. 18.5 inayobakia, hao ndio sasa zinajumuisha kaya ambazo matumizi ya gesi wao wanatumia 9.4, umeme 4.3 na 4.6 zinatumia nishati nyingine. Kaya hizi 18.5 ambazo ndio walau hazitumii hizo nishati za kuni na mkaa ni ndogo. Tunatakiwa tukapindue ajenda kwa kushirikiana pamoja. Kutokana na hali hiyo, serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeweka ajenda ya nishati safi ya kupikia kama kipaumbele cha kitaifa. Maana yake sekta zote tuimbe hili jambo mpaka tulifanikishe. Na tumeendelea kushuhudia Wizara ya Nishati
Kwa kushirikiana na TANESCO na wadau wengine kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia 2024 hadi 2034 wenye lengo la kuhakikisha kwamba 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Ndio maana nilikuwa na ratiba ngumu. Mkurugenzi aliponipigia nikijua ni wimbo wa taifa, ni ajenda ya kitaifa, nilipangua yote nikadelegate, nikasema nakwenda TANESCO. TANESCO oye! Ni ukweli usiopingika kuwa wanawake wamekuwa waathirika wakubwa zaidi kwa matumizi ya nishati zisizo safi za kupikia. Athari zake ni pamoja na magonjwa ya mfumo wa hewa na uharibifu wa mazingira unaotokana na ukataji wa miti. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kuja. Wanawake wa TANESCO wa kauli moja walipenda sana uwepo, na tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uzima na umeweza kufika kumshirikisha waziri wetu kupitia kwa katibu mkuu, na salamu zimetufikia. Karibu sana na Mheshimiwa, karibu sana TANESCO. Sasa jamani, leo ni siku yenu, na mimi kwa wiki nzima hii nawaambia wenzangu pale ofisini, wiki hii tunatakiwa tuwe makini, tusije tukaingia kwenye msukosuko, na mimi sitaki kuongea sana hapa. Sasa ili mambo yaende vizuri na mimi niondoke kwa usalama, naomba wale wakurugenzi wote kina mama makuu waje hapa, wale nani Mage Sundi nani Bailini Joni hapa, wakurugenzi wote wa kule kwenye kanda, kina mama Shuma kama hapo Joni hapa, kina mama ni 80%. Lakini pamoja na uwiano huu usiokuwa mzuri, na ni lazima tukiri mapema kabla hatujapiga fimu, bado sauti na nafasi ya kina mama kushika madaraka inaheshimika sana TANESCO. Na hawa unaoona hapa ni baadhi ya kazi yetu. Sisi tunafanya masaa 24, wengine wako site labda, lakini ni watu wenye nafasi kubwa. Yuko mkurugenzi wa rasilimali watu hapa, yuko mkurugenzi wa sheria. Mikataba unayoiona ni mikataba ya TANESCO yote, ni kubwa na midogo hapo kwenye mikataba yake huko. Wako mameneja huko mikoani, wako wakurugenzi wa kanda wanaosimamia kanda zetu. Nimewaonyesha hapa msongo rasmi iwe sauti na nafasi ya kina mama kwenye nafasi kubwa ndani ya shirika zinaheshimika vizuri. Na nyinyi mliosafiri kutoka mbali, poleni kwa safari, karibuni sana Dar es Salaam. Nataka niwathibitishie kwamba hawa mnaoona hapa hata sekunde moja hawajaacha kuwateteni. Hawa ni watetezi wenu wakubwa. Hakuna wakati nafasi ya kupanda cheo au nafasi ya kupata chochote wameacha kukumbusha uwepo wa wanawake. Kwa wanawake wa TANESCO, kaeni mkao vizuri, jue hawa na wengine ambao hawajaja, sauti yao ni kali, na mimi naiogopa kuisikia, na wao najua wanaogopa. Siko tayari kwa sababu mgulo, kwa sababu wengine ndio watetezi wangu wanawateteni sana, na wahakikishie kwamba haki zenu na maslahi yenu yanashikiliwa vizuri na wenzetu ambao wamewatangulia hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, TANESCO pia tuko kwenye safari ya kusherehekea siku ya wanawake duniani, na sisi kwa sababu ni wazalishaji, wasafirishaji na wasambazaji wa umeme, tumeona shughuli yetu tujikite na kazi tunazozifanya, lakini wakati huo tukiungana na wanawake wengine duniani kusherehekea siku yao. Sasa kauli mbiu ya shughuli za mwaka huu inazungumzia haki na usawa kwa kina mama na wasichana, lakini ikifungamanisha pamoja na utekelezaji wa dira wa 2050. Sisi TANESCO tunakuhakikishia tunasafiri na kauli mbiu hiyo kitendo, na kama utaona maeneo ya
TANESCO tunapita kujionyesha namna gani tunatekeleza kauli mbiu hiyo. Kwa mfano, tutatenda haki kwa kina mama, tutatenda haki kwa wasichana ili wawe sehemu ya safari ya utekelezaji wa dira ya 2050. Lakini iko ajenda Mheshimiwa Waziri na mgeni rasmi ya nishati safi ya kupikia. Ni ajenda ya Mheshimiwa Rais mwenyewe, mkuu wa nchi, ambaye imependeza Mungu kuwa ni rais mwanamke na ndiye kinara wa shughuli hii duniani. Na sisi kama watu ambao tuna sehemu ya uzalishaji wa nishati, sehemu ya nishati safi ya kupikia ziko nyingi, zinazungumzia umeme. Moja ya shughuli yetu hii iliyokuja kwenye mabanda, tunakuonyesha namna ambavyo tunasafiri na Mheshimiwa Rais kwenye kushawishi jamii kuhama kutoka kwenye matumizi ya nishati isiyokuwa safi kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Na tunakimbia, asilimia zinatembea, lakini TANESCO kina mama wako nyuma. Tuna mpango wa kutoa malipo kwa watumishi wote, mpango unaendelea, lakini pia wananchi tunawaacha. Tuna mipango ya kuwakomesha wananchi majibu pale wanapoingiza umeme na programu nyingine nyingi. Nimegundua kitu kimoja, ni kuombe radhi Mheshimiwa, kuna nafasi kubwa sana ya kushirikisha wizara yako. Ni wizara muhimu sana, na huenda siku ilikuwa ya leo umezungumza maneno machache hivi wakati tunaendeleza kwenye mabanda. Ni kwa ajili tutakufuata ofisini, tutakueleza programu zetu, na yako maelezo tutakuomba utusaidie kupaza sauti. Una nafasi kubwa sana kwenye kipengele cha maendeleo ya jamii ambacho utasafiri na sisi na mapinduzi ya teknolojia kuihabarisha Tanzania na kuwafanya wadau wajue kazi. Sasa waungwana, mwisho hii siku sio ya kwetu nyinyi na mimi, kama nilivyosema wiki, nataka kuwa mwangalifu sana nisikie kwenye msukosuko. Mwisho mimi natoa shukrani za dhati sana kwa wanawake wa TANESCO, wale ninaofanya kazi kwa karibu hawa na wengine ambao hawapo. Nataka kusema kwa kweli, Mungu amekuwa msaada wao mkubwa sana. Wamekuwa na mapenzi ya dhati kwangu, wamenisaidia sana, wamekuwa waaminifu, na kwa kweli Mwenyezi Mungu atawalipa na mimi nitawalipa kwa kuwajibika. Lakini mwisho, unajua kwenye uwiano kama huu wa 20/80 ni lazima wewe mlinzi kwa wanawake. Mimi nataka niwaambie hiyo kazi nimejipa mwenyewe, nitawajibeni mlinzi. Unajua unaweza usielewe kwenye mfumo kama wetu huu wa TANESCO wa 20/80, raise a woman, yani kupata mwanamke mpaka akawa meneja au mkurugenzi akawa nani, sio kazi rahisi. Kwa lazima awe mtu kulinda mafanikio haya. Hayajaandikwa popote, lakini watu nimeona nao, na nataka niwaambie kwa kipindi kitakachokuwepo nitawajibia ili kuhakikisha pamoja na uwiano usiokuwa mzuri, lakini nafasi zenu na uwepo wenu na kusikika kwenu hakupotei kwa sababu ya idadi. Na wasaidizi wangu wanaelewa, wakiniletea majina wameshaambizana wao wazo la jina la mwanamke liwepo, na muda si mrefu kuna ingizo jipya la mwanamke litatokea, bado linachakatwa huko, atasimama naye mbele na si mrefu. Mungu Mwenyezi Mungu arehema. Basi jamani, mimi nawashukuru, nimefurahi kuja leo. Najisikia mtu tajiri, mtapita na chokoza tu mtaani kwa sababu na hiyo kuna mambo ya 800 wako wanatetea, na karibuni sana ndio kwa mbali, na mimi wote msafiri salama. Tunaombea kaya salama na mrudi salama mlipotoka. Tuendelee kufanya kazi, huduma zetu ni very touching kwa watu. Umeme ukikosekana kwa muda mfupi, ile ni kubwa. Tubebe wajibu huu, kufanya kazi kwa bidii. Watumishi wote wanawake wa ajira za kudumu, ajira za mkataba na wale wa kazi maalum, nyinyi wote nilisema mje hapa, na naamini mmekuja, si ndio? Wote nilisema mje hapa mpate nafasi ya kusherehekea mgeni rasmi mliyemtaka aje, lakini mje Dar es Salaam muone mvua inaonyesha Dar es Salaam, na mlikuja hapa watu kutoka hapa mrudi sasa mlipotoka, mkaendelee kuangaza maisha ya watu.
Asante. Ndugu mgeni rasmi, kongamano letu hili ni kongamano la pili tangu limeanzishwa. Wafanyakazi wa TANESCO tumejenga umoja na mshikamano katika utendaji wetu wa kazi. Tumejawa na upendo na tunahakikisha tunatenda kazi kwa uaminifu na weledi mkubwa. Maana tunatambua umeme ndio nguzo muhimu ya taifa letu. Hivyo tunajituma kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha wananchi wa taifa hili la Tanzania wanapata umeme wa uhakika na wa kutosha. Ndugu mgeni rasmi, sisi wanawake wa TANESCO tumekuwa mabalozi wazuri katika kutumia nishati safi ya umeme. Tumekuwa tukiwa pamoja na sisi kutumia, lakini tumekuwa pia ni walimu wazuri katika kuelimisha jamii inayotuzunguka juu ya matumizi ya nishati safi ya umeme. Maana tunatambua wanawake wakiendelea kutumia kuni, wakiendelea kutumia mkaa, wanapata maradhi mengi. Sasa ili kuokoa kizazi hicho, tunatoa elimu kila mahala ambapo tunakuwepo kama wanawake wa TANESCO, ili kuhakikisha mwisho wa siku jamii inakuwa inatumia nishati safi, bora na nafuu ya umeme. Mgeni rasmi, sina mengi sana ya kusema, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitaweza kumshukuru mkurugenzi mtendaji na mwenyekiti yake yote, pamoja na kushirikiana na bodi ya wakurugenzi wa TANESCO kwa kuhakikisha kongamano hili linafanyika na linafana. Kama alivyosema mkurugenzi na sekretari wake, tumependeza, tunafurahi, ni kwa sababu ya viongozi wetu wa TANESCO. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi, naomba kukushukuru sana kwa kuja kujumuika nasi kwenye kongamano hili la pili. Najua una majukumu mengi, hivyo kuja kwako hapa ni heshima kubwa sana kwa TANESCO na sisi kama wakurugenzi wa bodi. Aidha, kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi, naomba kumshukuru Mheshimiwa Waziri pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri, kwanza kwa kazi nzuri wanayofanya tangu wateuliwe, na pia kuruhusu kongamano hili liendelee kufanyika. Vile vile namshukuru sana MD kwa kuhakikisha kwamba kongamano hili limeandaliwa vizuri, na kwa kweli naweza kusema kwamba limefanya sana kuliko hata kongamano lile la kwanza. Na ninakumbuka wakati wa kongamano lile la kwanza, MD alikuwepo, alikuwa kwenye nafasi nyingine akimwakilisha kiongozi wake wa wakati huo, na tulishiriki wote. Kwa hiyo na yeye mwenyewe nadhani anaona tofauti ya kongamano la kwanza na hili, na wote mlioko hapa akina mama wa TANESCO ni mashahidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili linawapa wanawake wa shirika hili kujadili masuala ya nishati safi ya kupikia. Kama tunavyofahamu, hii ni ajenda muhimu kwa taifa letu, na TANESCO imekuwa ikifanya vizuri katika kuhamasisha wananchi kutumia nishati safi ya kupikia, hususan nishati ya umeme ambayo ni rahisi zaidi. Hivyo kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi, nawapongeza sana wanawake wa shirika hili kwa kuchagua ajenda hiyo muhimu. Natumaini katika kujadili ajenda hiyo mtapata mapendekezo mazuri yatakayosaidia shirika liendeleze kazi yake nzuri ya kuhamasisha
nishati safi ya kupikia. Na nyie wenyewe kama sehemu ya shirika mtaweza kuendeleza vizuri zaidi uhamasishaji wa nishati safi ya kupikia, sio tu kazini, bali pia katika jamii mnapoishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuhitimisha, ninaweza kusema kwa confidence kabisa kwamba viongozi wa kina mama wa TANESCO ambao MD alikuwa amewapanga hapa, na pia wakina mama wote wa TANESCO wanafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo uwe na uhakika kwamba wakina mama sio wako kwenye hizo nafasi kwa sababu ni wanawake, hapana, bali wana uwezo na wanafanya kazi kwa bidii, na hiyo nimeishuhudia katika kipindi hiki ambacho nimekuwa kwenye